Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa tena nafasi ya kuendelea na somo letu la historia ya kanisa, na leo ningependa nimalizie tu kwenye historia ya kanisa, eneo hili la mafundisho potofu. Kama ambavyo tumetangulia kusema kwenye mafundisho yaliyopita, kwamba moja kati ya changamoto kubwa iliyolikumba kanisa la kwanza ilikuwa ni changamoto ya kimafundisho. Na waliibuka watu mbalimbali walioleta mafundisho ya uongo, lakini kanisa, kwa maana ya kwamba mababa wa imani, walisimama imara, kutengeneza matamko, kutoa vitabu na kutengeneza mwongozo wa kimafundisho kwa habari ya Ukristo. Na shetani amekuwa mjanja na mbinu zake hazijabadilika, ni zile zile. Kwenye kila kitu cha kweli, yeye huwa analeta kitu fake. Kwa mfano, unaona kwamba kuna noti ambazo ni real, kuna pesa ambayo ya ukweli, lakini kuna pesa ile ambayo ni fake, ambayo sio real. Unaweza ukapewa 10,000 ya ukweli na ukipewa 10,000 ambayo sio ya ukweli, unaweza, kama sio mtaalamu, unaweza usitofautishe. Kwa hiyo na shetani hivyo hivyo, kwenye mafundisho ya kweli ya kimungu, na yeye analeta mafundisho ya uongo ambayo yanafanana na kweli, ili ukiona usiweze kujua namna ya kutenganisha. Kwa hiyo unaweza ukaamini mafundisho ya uongo ukijua kwamba haya ni ya kweli, lakini kumbe umepewa kitu fake. Sasa moja kati ya imani tuliokuwa tumeizungumza, au mafundisho tulikuwa tumezungumza, ni hawa wanaitwa Gnostics, na hiyo filosofia yao inaitwa Gnosticism. Hawa jamaa hawa walikuwa wao wanakubaliana na wokovu kama sote tunavyokubali swala zima la wokovu. Sisi tunasema kwamba wokovu ni kwa njia ya imani na ni neema kutoka kwa Mungu. Wao wanakubali wokovu, lakini wanasema wokovu sio kwa neema wala sio kwa njia ya imani. Wokovu ni kwa njia ya kuwa na, wanasema wenyewe, secret knowledge, deep and secret knowledge. Yani ni maarifa fulani hivi ya siri na ya undani sana. Umeona, yana undani sana. Hayo ndio yanakupa nini? Hayo ndio yanakupa wokovu. Na ukiangalia ni kama vile kuna ukweli fulani vile, lakini kuna uongo mkubwa uliojificha hapo. Kwa sababu kwenye Ukristo, mafundisho ya kimungu au neno la Mungu ni siri ambalo tunafunuliwa sisi, au tunaelezwa, tunafundishwa na Roho Mtakatifu. Vitu ambavyo hatuvijui, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anayafumbua mafumbo ya Mungu, Biblia inasema. Kwa hiyo na wao wanapita umomo, wanasema sasa wokovu ni mtu kupata maarifa ya siri ya ndani, yanayoletwa na Roho, lakini si Roho huyu tunamjua sisi. Wao wanachanganya na roho za kipagani, roho za mizimu huko, roho za giza zinazowapa elimu nyingine ya ndani. Kwa hiyo watu wakiambiwa hivyo kwamba ni maarifa ya ndani, mtu anafikiri tu kwamba ni maarifa ya Kikristo yanayokuja kupitia Roho Mtakatifu, lakini hapana, ni maarifa ambayo yanakuja kupitia maroho mengine. Kwa hiyo mtu anasema mimi ni wa kiroho, mimi nimeokoka, lakini ukiangalia maarifa alionayo yanatoka kwa miungu ambayo si Mungu ambaye tunamwabudu sisi. Sasa mafundisho ya namna hii yalilivuruga kanisa sana kwenye ile karne ya kwanza na ya pili, sana. Watu wanaimba nyimbo za Kikristo, wanasema wameokoka, lakini wokovu wao sio kwa njia ya imani na kwa neema ya Mungu. Wokovu wao ni kwenda kutafuta maarifa ya siri, kutoka kwenye roho fulani. Sasa hiyo sio sawa. Ni kama hivi sasa
unaweza ukaona hata kuna baadhi ya imani kuna baadhi ya imani zinaibuka, wanasema kwamba ukiwa na matatizo unatakiwa ukae ufanye meditation. Kwa hiyo kuna namna unakaa, miguu unaiweka sijui namna gani, macho yako unafunga, unaanza kutafakari, unajikuta kwamba sijui ni kama umeshasafiri, umetoka kwenye ulimwengu umeingia kwenye ulimwengu mwingine. Kumbe unaingia kwenye ulimwengu wa mapepo tu. Tunajua ndio kwenye Ukristo kuna kutafakari neno la Mungu, kulifikiria, kulitafakari, na wao wanapitia umomo. Kutafakari kwao kunakuwa ni kwa mapepo na kwa mashetani, ambako mpaka unafunga macho, unajiona kama umeshahama kwenye ulimwengu huu, umeingia ulimwengu mwingine, kumbe unakuwa umeingia kwenye ulimwengu wa giza. Lakini wamechukua maneno yale yale kwenye Biblia kwa habari ya kutafakari, kwa habari ya wokovu. Kwa hiyo tunahitaji kuwa makini sana kulinda imani zetu kwa kuchunguza mafundisho ya namna hii. Mafundisho haya yalitesa kanisa wakati ule, lakini hata kanisa la sasa lina watu wa namna hiyo wanaokuja na imani za namna hiyo. Lakini imani nyingine au mafundisho mengine ya uongo yaliletwa na bwana mmoja anaitwa Montanus. Kwa hiyo akazalisha filosofia inayoitwa Montanism. Na hawa Montanism wao waliibuka wakiwapinga hawa Gnostics waliibuka wakiwapinga, wakawa wanasema kwamba kanisa limekosa maisha ya kiroho. Kanisa halina maisha ya kiroho. Kwa hiyo msisitizo wao mkubwa ulikuwa kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ulikuwa kwa habari ya Roho Mtakatifu. Wao kila kitu walikuwa nasema ni roho. Ikiwaambia hivi ni roho. Ni Roho Mtakatifu. Lakini sasa shida imetokea ni kwamba sasa wao walikuwa wanaweka mkazo sana kwenye mambo ya unabii na mambo ya kwamba Roho kasema. Unabii, Roho kasema, Bwana kasema. Roho kasema, Bwana kasema. Sasa hiyo hali ikawa imekwenda kiasi kwamba mpaka hawa watu wakawa hawataki kusikiliza viongozi tena wa kanisa. Wakiambiwa hivi na viongozi wa kanisa wanasema mimi Roho hajaniambia. Mimi Roho hajasema. Mpaka sijui unabii utoke ndio nitoe sadaka. Mpaka sijui Roho aseme sijui ndio nifanye nini. Kwa hiyo kila kitu ni Roho, kiasi kwamba kanisa likawa linaingia kwenye vurugu kubwa. Umeona, kwenye vurugu kubwa kwa sababu hawataki tena kufuata mamlaka ya viongozi wa kanisa na maelekezo. Wao wanamsikiliza Roho tu, lakini ukiangalia kimsingi hata sio Roho huyo ambaye sisi tunamwamini au tunamsema kwamba Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu yeye ni Mungu wa utaratibu, sio Mungu wa machafuko. Umeona, sio Mungu wa machafuko. Na Mungu ameamuru viongozi na watu wenye mamlaka kanisani kwa makusudi. Kwa makusudi. Kuna mambo ya unyenyekevu, kutii mamlaka, lakini wewe unapokuja na kusema Roho hajaniambia, sijui mpaka Roho kasema, mpaka unabii utoke. Kwa hiyo unakuta kanisa hilo lilizalisha manabii fake wengi, ambao kila mtu akisimama, Bwana kaniambia, Roho kasema, Mungu sijui kasema, huyo sio mke wako, huyo sijui nani, mimi sijui nimefanya nini. Kwa hiyo ilikuwa ni uovu wa namna hiyo, na hali hiyo ndiyo inatupata kwenye kanisa la sasa. Mambo ni yale yanajirudia, hakuna jambo jipya. Sasa ukifahamu historia ya kanisa, utakuwa makini, kwa sababu utayajua mambo haya na utajua kwamba haya mambo hayakuanza leo, yanajirudia tu. Lakini kanisa lilishapita kwenye kipindi kigumu sana kwenye karne hiyo ya kwanza na ya pili. Lakini mababa wa imani walisimama imara kutofautisha mafundisho fake na mafundisho halisi ya Ukristo. Na ndio maana kanisa likasimama, na mpaka leo hii sisi tuko imara kwenye Ukristo. Kwa hiyo ni vizuri wale ambao Mungu amewapa kuyafahamu mafundisho sahihi ya Kikristo, ni vizuri wakasimama imara kukemea imani potofu, kukemea walimu wa uongo, ili Ukristo uzidi kubaki imara katika mafundisho yaliyo sahihi. Lakini wale wanaofahamu usahihi wa mafundisho wakinyamaza kimya, hawa walimu wa uongo na mafundisho ya uongo watalibagaza kanisa
na kulibananga kanisa. Kwa sababu hiyo tutakuwa tumeharibu imani, au wengine wanaweza wakaharibu imani zao kwa sababu wamepokea mafundisho ambayo siyo sahihi. Kwa hiyo historia ya kanisa, ndugu zangu, inatusaidia kulinda imani zetu na mafundisho potofu, mafundisho potofu. Asante sana. Mungu akubariki. Sehemu inayokuja tutakuwa tunazungumzia kwa habari ya mateso yaliyolipata kanisa. Tutaangalia wenzetu jinsi ambavyo walipigania imani, walishindania imani, waliteseka kwa ajili ya Kristo na imani ambayo walikuwa wanayo. Mungu awabariki sana. Mpaka wakati mwingine.